Kushoto kwangu ni miongoni mwa wasemaji au wanenaji ambao wamepata nafasi ya kuweza kushiriki kuzungumza na washiriki ambao wamepata nafasi ya kuhudhuria tukio hili la Fit Kids Festival 2025. Na hapa tunazungumza naye, yako mengi ambayo ameyazungumza ndani, lakini kwa ufupi tunataka kujua watu aliokutana nao na kuwafundisha wamemuelewa, lakini pia tunataka kujua katika tukio hili kitu gani ambacho amejifunza. Tumeona wazazi pamoja na watoto wamekutanishwa pamoja. Hii ina maana gani katika sekta nzima ya malezi? Karibu sana. Unaitwa nani? Naitwa Justin Kakoko, natokea Mwanga Mpya Academy. Sawa, karibu sana. Kwa ufupi tuambie tukio kwa namna ambavyo ulivyoliona na washiriki namna ambavyo wamepokea wakati unatoa mafunzo. Unafahamu ni ngumu ukiwa unafundisha hapo watu wakuelewe. Kwako ilikuwaje? Cha kwanza nimempongeza Madam Faraja kwa sababu kwa namna yoyote, kama ilipangwa au ilitokea kwa ajali, kuwaweka wazazi na watoto kwa pamoja kimekuwa ni kitu kizuri. Naweza nikasema ni miongoni mwa training chache ambazo nimezifanya ambazo zimefanya hicho kitu, kwa sababu unapata nafasi ya kuzungumza na wote wawili. Kama kuna kitu kinamhusu mtoto unampa mtoto, kama kuna kitu kinamhusu mzazi unampa mzazi. Kwa ni moja kati ya uzoefu mzuri personally nimeupata nilipokuwa nikizungumza na watoto. Kikubwa ambacho najua ni kwamba maneno ni mbegu, na natumai hizi mbegu za maneno zinatupwa kwenye udongo wenye rutuba, kwa sababu ndio maana wako hapa, ni kwamba wako tayari, ni udongo wenye rutuba. Kwa kama wameelewa hawajaelewa, mbegu ikiwekwa kwenye udongo wenye rutuba itaota tu. Kwa hiyo ni comment yangu kwa ufupi. Sawa, ikiwa ni msimu wako wa kwanza, tukitaka kupata labda pengine evaluation kwa ufupi, jambo kwa mara ya kwanza kupokewa namna hii inaashiria nini au inatoa message gani kwa mwandaaji? Cha kwanza, uwezi ukaandaa mambo kama haya na yakawa na matunda kama hauna influence kwa jamii. Kwa mimi ninachoweza kusema ni kwamba waandaaji wana influence kwa jamii. Chochote kile ambacho waandaaji wanakifanya, najua wana mahusiano mazuri na jamii. Kwa hiyo unapokuwa na mahusiano mazuri na jamii, unaweza ukawasaidia kwa kitu chochote kile. Kama hauna mahusiano mazuri na jamii, yawezekana una kitu kizuri kabisa unataka uwape watu wakakataa kuja. Kwa ujio huu sio kwamba kitu kilichoandaliwa tu ni kizuri, ni kwamba kuna mahusiano fulani ambayo yametengenezwa kati ya watu na waandaaji. Sawa, mimi nikushukuru sana, nafikiri tutakutana kwenye session zingine. Asante sana, nashukuru sana.